Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na pasipo na kupoteza wakati, ningependa twende moja kwa moja katika neno lake Mwenyezi Mungu. Ninasoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 17 hadi 21, na Biblia inasema, wakapanda chomboni wakaanza kuivuka bahari kwenda Kapernaumu, nako kumekwisha kuagiza, wala Yesu hajawafikia. Na bahari ikaanza kuchafuka kwa kuvuma upepo mkuu. Basi wakavuka makasia kadiri ya maili 3-4, wakamwona Yesu anakwenda juu ya bahari na kukaribia chombo, wakaogopa. Naye akawaambia, ni mimi, msiogope. Basi wakataka kumpokea chomboni, na mara hiyo chombo kikaifikilia nchi waliokuwa wakiendea. Baba, ni asante kwa hili neno lako, kazungumze na kila mmoja wetu. Mungu wetu anayesikiliza hili neno, anayefuatilia hili neno na kulitazama, Mungu wetu, wacha hili neno likamuhimize, wacha hili neno likamrekebishe, wacha hili neno likamfundishe, wacha hili neno Mungu wetu likajifunue zaidi kwa kila mtazamaji na msikilizaji. Tunamruhusu Roho wako Mtakatifu, msaidizi wetu, akatusaidia kulielewa neno lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo, na hili neno nimelipa kichwa, usifanye lolote mwaka 2026 pasipo na Yesu Kristo. Usifanye lolote lile mwaka 2026 pasipo na Yesu Kristo, au kumruhusu Yesu Kristo akuongoze. Maana mahala tumesoma, tunaona ni Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake, na Biblia inakuwa inazungumzia hapa ni wakati ambapo alilisha watu zaidi ya 5,000 na mkate na samaki. Na baada ya hapo Yesu Kristo, Biblia ina rekodi ya kwamba wanafunzi wake waliondoka. Aliwaga wanafunzi wake wakaondoka, wakaingia kwenye bahari kuvuka kuelekea ng'ambo nyingine. Na Biblia ina rekodi kwamba walipokuwa pale, maana katika kile chombo hawakuwa na Yesu, walipokuwa baharini, Biblia ina rekodi ya kwamba wakapanda chomboni wakaanza kuivuka bahari kwenda Kapernaumu, nako kumekwisha kuwa giza, wala Yesu hawajafikia. Na bahari ikaanza kuchafuka kwa kuvuma upepo mkuu. Na Biblia inasema, basi wakavuka makasia kadri ya maili 3-4, wakamwona Yesu anakwenda juu ya bahari, na kukikaribia chombo wakaogopa. Naye akawaambia, ni mimi, msiogope. Basi wakataka kumpokea chomboni, na mara hiyo chombo kikaifikilia nchi waliokuwa wakienda. Angalia hapa, walimwacha Yesu nyuma, na hivyo hawakuwa na Yesu katika kile chombo chao. Na hivyo unaona ya kwamba Biblia imerekodi vizuri, kulikuwa na machafuko kwa kuvuma upepo mkuu, maana hawakuwa na Yesu katika kile chombo. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na upepo, kulikuwa na mawimbi pale katika bahari, na hivyo wanafunzi wa Yesu wakang'ang'ana kufika katika mahala walipokuwa wanaenenda, au katika nchi walimokuwa wanaenenda. Na sababu kuu ninaweza nikasema hivi, ndio maana nimekuambia ujumbe nimeupa kichwa, usifanye lolote mwaka 2026 pasipo na kumhusisha Yesu Kristo, au pasipo na kumruhusu Yesu Kristo awe ndani ya lile jambo. Kwa sababu gani? Huenda utang'ang'ana, huenda kutakuwa na delay, huenda ndio uko na tajriba, huenda ndio uko na maarifa, lakini maarifa, tajriba, mafunzo yote yako na limitation, au yako na mwisho wao. Kuna mala na ambapo haiwezi kapita. Tunaweza tukaona ya kwamba wanafunzi wa Yesu Kristo hawakutolewa tu huko katika kilimo, lakini walitolewa baharini na Yesu Kristo. Walikuwa wavuvi, na hivyo tunaweza tukasema ya kwamba walikuwa na tajriba na walikuwa na uelewa wa bahari, lakini tunaona waling'ang'ana
waling'ang'ana kufika mahala walipokuwa wanaenda, maana pale kwenye bahari kulikuwa na mawimbi, kulikuwa na mang'ang'ano yao na kushindwa kufika mahala walipokuwa wanaenda, si eti kwa sababu kulikuwa na mawimbi, ni kwa sababu hawakuwa na Yesu. Maana Biblia inatuambia kwamba Yesu hakuwa amewafikia, na tunaona ya kwamba waling'ang'ana sana kufika mahala walipokuwa wanaenda. Lakini angalia, kuna jambo moja nataka uone pale, na Biblia ina rekodi vizuri zaidi. Naye basi wakavuka makasia kadiri ya maili 3-4, wakamwona Yesu anakwenda juu ya bahari, na kukikaribia chombo wakaogopa. Naye akawaambia, ni mimi, msiogope. Basi wakataka kumpokea chomboni, na mara hiyo chombo kikafikilia nchi walimokuwa wakienenda. Angalia hapa, kuna jambo moja nataka uelewe. Wakati Yesu Kristo aliingia chomboni, Biblia ina rekodi zaidi ya kwamba ghafla wakafika mahala walikuwa wanaenenda. Ikakuaje? Yesu Kristo tu walipomruhusu Yesu Kristo, walipomkaribisha Yesu Kristo katika boti lao, ghafla bimvu wakafika mahala walikuwa wanaenda. Na hivyo nataka kusema nini siku hii ya leo? Ni kwamba pasipo na Yesu Kristo, mwaka wa 2026 utang'ang'ana katika yote unayotenda na hautaafikia chochote. Na hivyo angalia hapa, mang'ang'ano yanakuja kwa sababu hatuna uwepo wa Yesu katika maisha yetu. Yesu Kristo hayuko katika maisha yetu. Wanafunzi waling'ang'ana kufika their destination, ama mahala walikuwa wanaenda, ni kwa sababu chomboni hamkuwa Yesu. Na Yesu alipoingia kwenye kile chombo, Biblia ina rekodi kwamba ghafla binvu, inasema immediately they reach their destination. Ghafla, angalia, na mara hiyo chombo kikaifikilia nchi waliokuwa wakiendea. Wakati Yesu Kristo aliingia kwenye kile chombo, Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo kumaanisha walishindwa kufika katika ile nchi kwa sababu ya mawimbi, na pili kwa sababu hawakuwa na Yesu chomboni. Ndiyo, unaweza ukasema uchumi ni mgumu, unaweza ukasema hakuna pesa, lakini je, umemruhusu Yesu katika maisha yako? Umemruhusu Yesu katika hiyo biashara? Umemruhusu Yesu katika hiyo ndoa? Ukimruhusu Yesu katika hiyo ndoa, wengi wanasema siku hizi ndoa haziendelee, yako itaendelea. Wengi wanasema siku hizi biashara hazifanyi. Ukimruhusu Yesu katika hiyo biashara, utapata faida. Maana Yesu Kristo, Biblia inatuambia, alipoingia katika kile chombo, na mara hiyo chombo kikafikilia nchi waliokuwa wakiiendea. Kumaanisha shida haikuwa ni mawimbi, shida haikuwa ni upepo, shida ilikuwa ni ukosefu wa Yesu katika kile chombo. Na hivyo shida unayoipitia, hata huenda 2025 uling'ang'ana maana au kumruhusu Yesu katika hiyo hali, katika hiyo biashara, katika lolote lile ulilolitenda, no wonder au kuafikia lengo lako. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inatuelezea kwamba wakati Yesu Kristo alipoingia katika kile chombo, walipata suluhisho, na suluhisho walioipata, maana walikuwa katika chombo kusafiri kuelekea Kapernaumu. Na hivyo Yesu Kristo alipoingia katika kile chombo, wakafika Kapernaumu, katika nchi na ambayo walikuwa wakienenda. Na hivyo unaporuhusu Yesu mwaka wa 2026 katika maisha yako, katika lolote lile unalolitenda, atakupa suluhisho ya hilo na ambalo linaonekana ni mng'ang'ano. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo angalia hapa, wanafunzi wa Yesu walikuwa na ujuzi, walikuwa na tajriba, lakini waling'ang'ana. Kumaanisha unaweza kuwa na ujuzi, unaweza ukawa na masomo, unaweza ukawa uko na tajriba, expertise, unaweza kuwa uko na mafunzo, lakini bado ung'ang'ane. Na hili limedhihirika, maana ndio watu wamesoma, ndio watu wameafikia mambo mbalimbali, lakini wametamak miaka na miaka, lakini hakuna lolote lile wanaweza wakaonyesha. Kwa sababu gani?
kwa sababu hawajamruhusu Yesu. Na hivyo Yesu anazungumza na sisi mwaka huu unapokuwa unaanza, ni Jumatatu, na ambao ni Jumatatu ni siku ya 5 tu tangia huu mwaka ulipoanza, na hivyo ni kumaanisha Yesu Kristo anazungumza na sisi. Yesu Kristo ananena na sisi Jumatatu ya leo. Ndiyo, tunaweza kuwa na yote, lakini tumruhusu katika maisha yetu, tumruhusu katika lolote lile tunalolifanya, na tukifanya hivyo tutapata suluhisho. Maana Biblia inatuambia katika Yohana 15 mstari wa 5, mimi ni mzabibu nanyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Na hivyo Yesu Kristo ndo anazungumza pia hapa, anasema yeye ndiye mzabibu wa kweli na sisi ni matawi. Na hivyo Biblia inasema ya kwamba akaye ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Bwana Yesu asifiwe. Huyo matunda yataonekana. Na Yesu Kristo anaendelea kusema, maana pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Unahitaji matunda 2026 yaonekane katika maisha yako, basi unamhitaji Yesu Kristo. Unahitaji kukaa ndani ya Kristo na Kristo akae ndani yako, na Biblia inasema ukifanya hivyo utazaa sana. Lakini usipofanya hivyo, Biblia inasema usipomruhusu Yesu Kristo katika maisha yako, usipojiruhusu kwa ndani yake Yesu Kristo, basi utang'ang'ana, hautaweza lolote. Tumeona mfano mzuri na wanafunzi wa Yesu Kristo, waling'ang'ana, lakini Kristo alipoingia katika boti lao, mara hiyo boti likafika katika nchi na ambamo walikuwa wanaenenda. Na hivyo angalia hapa, hakikisha huu mwaka 2026 unamruhusu Yesu katika maisha yako. Hakikisha ya kwamba lolote lile unalolitenda au mwati Yesu Kristo. Wengine tunaanzaga Januari, hata tunafunga, tunamruhusu Mungu atupe mwelekeo, lakini Februari, Machi ikisonga tunamwacha. Na elewa, tunapomwacha tukiwa mbali na yeye hatuwezi lolote, maana tumeunganishwa na Kristo, na Kristo ndiye mzabibu na sisi ni matawi. Na iwapo unataka kuzaa zaidi, basi lazima usalie katika mzabibu, lazima tawi lizalie katika mzabibu, lazima pia mzabibu uwe na tawi na ili uweze na kuzaa. Na ndio maana Kristo anasema vizuri, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Na hivyo huu mwaka hakikisha au mwachi Yesu katika hilo unalolitenda. Mruhusu Yesu, hata ikionekana ni jambo kidogo kiasi gani, mruhusu Yesu katika hilo jambo. Ruhusu uwepo wa Yesu Kristo, maana Biblia inatuambia vizuri zaidi, aliye ndani yetu, kumaanisha anaishi ndani yetu na sisi tunaishi ndani yake. Maana aliye ndani yetu ni mkuu kuliko wa hii dunia. Wanafunzi walipo Yesu Kristo alipoingia kwenye boti lao, hata mawimbi hayangewazuilia. Walifika ghafla, wakafika mahala walipokuwa wanaenenda. Na tunaweza tukajifunza kutokana na hii story, na hivyo tunaweza tukajifunza kutokana na maandiko kwamba tunahitaji uwepo wa Mungu. Na hivyo unakumbuka Musa alielewa hili vizuri zaidi. Mungu akamwambia atampa malaika wake aenende na yeye, naye Musa akamwambia pasipo na uwepo wako, pasipo na wewe Mungu kuenenda nasi, hatuondoki mahala hapa. Maana alijua vizuri zaidi, pasipo na Mungu kuwatangulia hawatafika katika nchi wanayoienenda. Na elewa ya kwamba hata walipoondoka na Mungu njiani pia walikuwa vichwa ngumu. No wonder waling'ang'ana katika safari yao, wakachukua kipindi kirefu kufika mahala walipokuwa wanaenenda. Unaweza ruhusu uwepo wa Yesu maishani mwako, lakini ukose kumtii. Ukikosa kumtii, ndio utafika katika hatima yako, lakini utafika ukiwa umechoka. Na hivyo ni vizuri pia unapomruhusu Yesu Kristo chomboni, unapomruhusu Yesu Kristo katika hilo biashara, fanya kile anachokuagiza ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Shika hili la pili, nataka ushike, ni kwamba Biblia inasema ya kwamba baada ya Yesu Kristo kuingia kwenye lile boti, mara hiyo wakafika katika nchi waliokuwa wanaenenda. Kumaanisha nini? Kulikuwa na mwendo kasi wa kiungu. Kumaanisha nini? Mchakato ama the process ilikuwa broken. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha nini? Kumaanisha kuchelewa kuliondolewa.
Kumaanisha nini? Kumaanisha ya kwamba mchakato, jinsi nimekuambia, uliondolewa. Hakukuwa na proses ya kufuata, kwani ili boti lilifly, lilifikaje mara hiyo likafika mahala walikuwa wanaenenda? Wakati waliruhusu Yesu Kristo. Yesu Kristo anapokuwa katika maisha yako, hautakuwa na kuchelewa tena, hakutakuwa na mwendo wa polepole na kinyonga. Yesu Kristo anapokuwa ndani yako na unapomruhusu katika hilo unalolitenda, elewa ya kwamba kutakuwa na divine speed. Elewa ya kwamba unaporuhusu Yesu Kristo katika hilo unalolitenda, kutakuwa na compression of time, ama muda utafupishwa, si utaenda jinsi inafaa kuenenda. Ule mchakato, the process pia itainama, itatii Yesu Kristo. Delay itatii Yesu Kristo. Na hivyo inamaanisha nini? Mruhusu Yesu Kristo katika maisha yako mwaka wa 2026 katika lolote lile unalolitenda, na utapata mwendo kasi wa kiungu, na utaafikia malengo yako, utaafikia kile na ambacho ulilenga kukiafikia pasipo na wewe kuelezea ili tukiaje. Na hii ndio tunaita muujiza. Unaporuhusu Kristo katika maisha yako, unaporuhusu Yesu Kristo katika hiyo biashara, kutakuwa na miujiza. Kuna mambo utaweza na kuelezea, utakuwa unasema mimi nilifika hapa, lakini sijui nilifikaje. Hii biashara ilinoga hivi, lakini sijui ilinoga kivipi. Maana Biblia inatuambia vizuri zaidi katika Mithali 16 mstari wa 3, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatadhibitika. Commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, angalia hapa, Yesu Kristo hakuwa na wao. Yesu Kristo hakuwa na wao, lakini nachopenda zaidi, Yesu Kristo alijua mahala walipokuwa wanaenenda. Kwa sababu gani? Hatuoni akiwauliza walikuwa wanaenda wapi, lakini anakuja anaingia katika lile boti, na Biblia inatuambia mara hiyo boti likafika katika nchi walimokuwa wanaenenda. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha wanafunzi wa Yesu walikuwa na chombo cha kuwapeleka mahala na ambapo walikuwa wanaenda, lakini hawakuwa na yule wa kuwapeleka au njia ya kuwapeleka, na ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na ile, kwa lugha ya Kiingereza tunaita navigation. Unaweza kuwa na navigation, unaweza kuwa na upande au direction na ambao unataka kuenenda, lakini pia angalia hapa, wao pia walikosa hiyo navigation na walikosa mwelekeo. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuwa na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumalizia na kusoma Ufunuo wa Yohana 3:20. Tazama, ninasimama mlangoni na bisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Angalia, nataka kusema nini? Siri ni kumruhusu Yesu katika maisha yako. Siri ni kumruhusu Yesu katika hiyo biashara yako. Siri ni kumruhusu, ni kumtanguliza Yesu akuongoze katika lolote lile unalolitenda. Na Ufunuo wa Yohana hapa anatuambia vizuri, tazama nasimama mlangoni na bisha. Yesu Kristo anasubiri tu umkaribishe. Yeye anabisha, anasubiri umkaribishe katika hiyo biashara, katika maisha yako. Na Biblia inasema mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Mwaka 2026 labda hata kando na kumruhusu Yesu katika ndoa yako, katika biashara yako, labda umeokoka ndio, lakini haujakuwa ukimruhusu Yesu akuongoze, haujamruhusu Yesu katika hiyo biashara yako. Sasa umeelewa. Mruhusu Yesu katika biashara yako, mruhusu Yesu katika lolote lile unalolitenda, na utafanikiwa. Watu wa pili ni yule ambaye amekuwa akisikia kuhusu Yesu Kristo, lakini hajaimpokea, hajawahi okoka. Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Ungependa kuokoka? Maana pasipo na Yesu Kristo mwaka 2026 utang'ang'ana.
Maana hatua ya kwanza ni kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwako, na Biblia inasema vizuri zaidi kwamba iwapo utaamini na moyo wako na kukiri na kinywa chako utaokolewa. Uko pale unasema, Mchungaji Benson, mimi ningependa kuokoka, mimi ningependa kumpokea Yesu Kristo katika maisha yangu, maana nikimpokea katika maisha yangu nitamruhusu katika lolote lile nalolitenda, nitamsikiliza na atanielekeza. Uko pale ungependa kuokoka, sema, Bwana Yesu, siku ya leo naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na siku ya leo Yesu Kristo, ninaamini ndani ya moyo wangu na kukiri na kinywa changu kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu na ili unipe wokovu. Huu wokovu siku ya leo ninaupokea. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Yesu Kristo, ninakupokea, nipokee, nijaze na Roho wako Mtakatifu aniongoze kwenye hii safari na ambayo nimeanza siku hii ya leo, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naokoka na kuamini. Baba, ni asante kwa kunena nasi siku ya leo, ikiwa ni Jumatatu ya kwanza ya mwaka 2026. Umetunenea. Pasipo na wewe Yesu Kristo tutang'ang'ana. Pasipo na wewe Yesu Kristo kutakuwa na delay. Pasipokuwa na wewe Yesu Kristo tutakuwa na kusubiri kwa kipindi kirefu. Tutahitaji kufuata mchakato, lakini tunapokuruhusu wewe Yesu Kristo kutakuwa na mwendo kasi wa kiungu, kutakuwa na kuondolewa kwa delay, kutakuwa na compression of time. Baba, umenena nasi kwa njia iliyo rahisi. Baba, umezungumza nasi. Baba, wacha na aliye na sikio akasikie, akakukubali katika biashara yake, katika ndoa yake, katika kazi yake, na Mungu utamfanikisha jinsi tunaona ulifanya na wanafunzi wako wakati ulipoingia kwenye boti lao, mara hiyo wakafika mahala walipokuwa wanaenenda, kumaanisha ni wewe walikuwa wamekosa. Walipokupokea, walipokuruhusu, waliafikia lengo lao. Baba, tusaidie tukakuruhusu katika maisha yetu, tukakukabidhi mipango yetu, tukakuruhusu Baba katika ndoa zetu, katika malezi ya watoto wetu tukakuruhusu, katika hizo biashara tukakuruhusu, na utahakikisha tunafika hatima yetu kwa njia ya urahisi. Jitukuze na ujitwalie sifa. Ninakushukuru kwa huyu ambaye ameokoka siku ya leo. Baba, amechukua hatua iliyo muhimu, ameanza na kukukaribisha katika maisha yake. Baba, kamuongoze, Baba kamshindanie, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Mungu wetu, pokea sifa zote, pokea utukufu Mungu wetu, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Ni asante Baba kwa hili neno lako, ni asante Mfalme kwa Roho wako Mtakatifu, ni asante kwa kutuzungumzia. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu, na hata kwa kulisikiliza hili neno. Limekuwa la baraka kwako. Unaweza ukawa baraka kwa haya madhabahu, na hata unaweza ukawa baraka kwa Mchungaji Benson, maana kila wakati anakuletea neno la Mungu, na hivyo unatoa sadaka zako, unamtolea Mwenyezi Mungu, lakini unamtolea kupitia Mchungaji Benson kwa 0792593648 0792593648 0792593648 0792593648. Hizo ndizo nambari zangu. Weka sadaka zako pale kwenye M-Pesa, kwenye PayPal ni bnsnmwanza@gmail.com, ikiwa imeshikana bnsnmwanza@gmail.com. Hiyo ndio PayPal. Pia ile nambari imekupa ndio ya Remit. Unaweza ukatuma pesa zako popote pale ulipo duniani kwa +254 792 593648 0792 593648. Hadi hapo kesho, mimi Mchungaji Ben nakupenda sana. Kama hauja subscribe kwenye hii YouTube channel Kambi ya Wateule, tafadhali subscribe na Mungu atakubariki. Hadi hapo kesho, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.